Stori ya filamu hii inaanza kwa kumuonesha mchungaji David ambaye yeye ni kiongozi wa kanisa kubwa lenye waumini wengi sana na anaheshimika kwa mafundisho yake ya kuhusu imani na uvumilivu. Mchungaji David yuko na mke wake anaitwa Teresa ambaye pia ni mshauri wa masuala ya ndoa kanisani hapa. Pia wawili hawa wamebarikiwa kuwa na watoto wawili ambao ni Junior pamoja na Eric. Maisha yao yanaonekana kuwa ya baraka, wanafurahia ushirika wa kifamilia na mshikamano wa kiroho. Hata hivyo, mchungaji David anahangaika sana kupata uwiano kati ya ratiba zake za kazi pamoja na familia. Mara nyingi anajikuta akipishana na majukumu ya kifamilia kwa sababu ya kuwa bize sana na shughuli za kikanisa. Kwa upande wa pili, tunaona familia ya Mr. John Danielson ambaye yeye ni injinia mashuhuri sana, anaheshimika sana kwa kazi zake za ubunifu. Yeye na mke wake Sarah wanampenda sana binti yao Michelle ambaye ana kipaji kikubwa na cha kipekee cha uimbaji wa nyimbo za Injili. Wanamlea binti huyo kwa maadili mema na wanajitahidi sana kumsaidia ili kufanikisha ndoto zake za kipaji kikubwa cha uimbaji alichonacho. Hata hivyo, maisha yao yanayumbishwa sana na changamoto kubwa, kwani binti yao Michelle anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo toka kuzaliwa, jambo ambalo linawafanya kuwa na wasiwasi kila wakati, na wanapambana sana kupata matibabu bora, lakini hakuna suluhisho la haraka. Kwa upande wa tatu, tunaona familia mwanamama Kate Hernandez ambaye yeye ni mwanamama mjane mwenye bidii sana na anayemiliki mgahawa mdogo wa chakula mjini hapa. Anamlea binti yake Maria katika mazingira magumu sana ya maisha baada tu ya kumpoteza mume wake miaka michache iliyopita. Binti Maria ni kijana mwenye ndoto kubwa, lakini asiyejali sana maisha. Ni mvivu na ni mtukutu sana. Mara nyingi anakuwa kwenye matumizi ya simu yaliyopitiliza hata kwa wakati usiofaa, badala ya kuwa na muda wa kumsaidia mama yake katika biashara yao. Mama Kate anajaribu kumtia nidhamu binti yake huyo kwa kumweleza mara kwa mara dhidi ya matumizi yake ya simu yaliyopitiliza, na hata kwa wakati akiwa anaendesha gari, lakini anajikuta anashindwa kudhibiti tabia ya binti huyo. Siku moja mchungaji David anachelewa kumchukua Eric kutoka shule na kumpeleka katika mazoezi ya mpira wa kikapu. Kijana Eric akiwa amechoka sana kumsubiri mzazi wake na anaamua kuvuka barabara ili kuchukua taksi na kurudi nyumbani. Wakati huo Maria ambaye anaendesha gari kwa mwendo wa kasi huku akichati kwenye simu yake na kumfanya kutokuwa makini, anamgonga kijana Eric na kumsababishia ajali mbaya sana. Kijana Eric anasukumwa mbali na gari na kugonga kichwa chake kwenye lami, jambo linalomsababishia majeraha makubwa sana. Kijana Eric anachukuliwa na kukimbizwa hospitalini haraka, na familia nzima ya mchungaji David inakumbwa na hofu kubwa, huku madaktari wakipambana kuokoa maisha ya kijana Eric, na mchungaji David anajilaumu sana kwa kuchelewa kumchukua kijana wake shule, akihisi kuwa ni kosa lake hilo lililogharimu maisha ya mwanawe Eric. Wakati huo Maria anakamatwa na polisi kwa uzembe wa kuendesha gari bila kuwa mwangalifu. Kate Hernandez, mama binti Maria, anafadhaika sana akihisi kuwa ameshindwa katika malezi ya binti yake. Wakati haya yanatokea, familia ya Mr. Danielson nayo inapitia katika changamoto kubwa sana. Michelle, binti ya upendwa, anaanguka ghafla wakati wa mazoezi ya ibada. Wazazi wake wanamchukua na kumkimbiza hospitalini kwa haraka, na madaktari wanathibitisha kuwa moyo wake umefikia kiwango cha hatari sana na anahitaji kupandikizwa moyo mwingine kwa haraka, la sivyo maisha yake yatakuwa hatarini. Familia hiyo inakosa tumaini, ikijua kuwa kupata mtoaji au mchangiaji wa moyo kwa haraka ni changamoto kubwa. Huku hali ya kijana Eric inazidi kuwa mbaya, na baada ya siku kadhaa za kupambania maisha yake, madaktari wanathibitisha kuwa ubongo wake umejeruhiwa sana, hivyo hakuna matumaini ya kijana Eric kupona. Na wakati huo watu wa idara ya uchangiaji wa viungo, organ donation, wanaijia familia ya mchungaji David na kuwaomba, kwa kuwa kijana wao Eric hana uwezekano wa kupona, basi anaweza kuchangia viungo vyake ikiwemo moyo, ili aweze kuokoa maisha ya watu wengine wenye uhitaji wa viungo hivi. Jambo hilo linakuwa zito sana kwa mchungaji David kubaliana nalo, na mchungaji David anavunjika moyo sana, anakataa kuamini kwamba mwanawe hatapona. Mchungaji David anapata wakati mgumu sana mwelewa Mungu kwa wakati huo, akijiuliza kwa nini yeye anamtumikia Mungu wakati wote huu na Mungu ameruhusu ili kutokea kwa mtoto wake. Lakini mama Teresa, mke wa mchungaji David, anapata ufunuo wa kiroho kuwa kuna kusudi kubwa la Mungu katika hali hiyo anayopitia kwa sasa. Hivyo anamshawishi sana mume wake mchungaji David kubaliana na hali hiyo, na viungo vya mtoto wao vikasaidia kuokoa maisha ya watu wengine ambao ni wahitaji. Wakati huo familia ya Mr. Danielson inapokea taarifa kuwa kuna uwezekano wa kupata
kupatikana kwa moyo wa kupandikizwa kwa binti yao Michelle. Hata hivyo, moyo huo unategemewa kutoka kwa kijana Eric, na hapo mchungaji David anakabiliwa na maamuzi magumu, aidha kukubali kutoa moyo wa mwanawe ili kuokoa maisha ya binti Michelle, au kushiriki huzuni yake na kukataa kukubaliana na jambo hilo. Kwa mshikamano wa familia na maombi ya dhati kwa Mungu, mchungaji David anapata nguvu na kufanya uamuzi wa kiume. Anaamua kuruhusu moyo wa kijana wake Eric utolewe na kuokoa maisha ya binti Michelle. Uamuzi huu mgumu unaleta mabadiliko makubwa kwa familia zote mbili, huku Michelle akipata nafasi mpya ya maisha. Binti Maria akiwa gerezani anakumbwa na msongo mkubwa wa mawazo na majuto makubwa kuhusu ajali aliyosababisha. Akiwa ndani, anaanza kuhudhuria mafundisho ya kiroho na kujifunza thamani ya maisha. Huko pia anaandika barua kwa familia ya mchungaji David akielezea na kuomba msamaha. Mchungaji David, ambaye yeye mwanzoni alikuwa na hasira kubwa Maria, baada ya muda anapata nguvu ya kutoa msamaha kwa Maria na familia yake. Katika ibada maalum ya shukrani, familia zote tatu zinakutana na kushikana mikono kwa mshikamano wa kiroho. Mama Kate Hernandez anamshukuru mchungaji David kwa msamaha wake, huku Maria akilia kwa hisia, akitambua kuwa msamaha ni nguvu kubwa ya uponyaji. Binti Michelle kwa sasa akiwa na moyo mpya, anaandika wimbo wa shukrani na kuwimba mbele ya waumini kanisani hapo. Wimbo wake unagusa mioyo ya watu wengi kwa ujumbe wake wa matumaini na uzima mpya. Filamu hii imeandaliwa ikiwa na neno kuu kutoka Zaburi 34:17 ambao unasema, walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Okay, tumeangalia makala hii ya filamu ya Question of Faith na tumeiona hapo. So tuko vitu viwili au kama vitatu ambavyo tumejifunza kutokea hapo. Jambo la kwanza ambalo mimi nimejifunza kutoka kwenye makala hii ya filamu ya Question of Faith ni kwamba kuna kusudi la Mungu kwa kila jambo linalotokea katika maisha ya mwanadamu. Kama vile ambavyo tunaona kwenye filamu hii, Pastor David anapata janga la msiba la mtoto wake Eric ambaye amefariki, na baada ya hapo Pastor David hakuelewa kabisa ni kwa nini siku hili limetokea kwake, kwa sababu yeye ni mchungaji, anaombea watu kanisani, anamuomba Mungu awalinde watu, lakini alikuwa na question kwamba kwa nini Mungu ameshindwa kumlinda mtoto wake Eric mpaka akapata ajali na kusababisha umauti wake. So jambo hili Pastor David hakulielewa kabisa, na likampelekea amani na kuacha kabisa huduma ya kuendelea kuchunga kanisa, sababu aliona kama Mungu hakumjali. Lakini Mungu alimtumia mke wake Mama Teresa Newman, akamfunulia ujumbe huu kwamba kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili liende kuwapata wao kama watumishi wake. Na wote tunaona hapo makusudi ya Mungu kuruhusu jambo hili litokee kwa kijana Eric, mtoto wa pastor, ilikuwa ni kumponya binti Michelle, lakini pia ilikuwa ni kuleta wokovu katika familia ya Mama Kate Fernandez pamoja na binti yake. Hii ni inatokea sana kwenye maisha yetu, ambapo mara nyingi mambo mengi yanatokea kwetu na tunakuwa tunalaumu, hatujui kwa nini yametokea. Lakini kupitia filamu hii tunajifunza kwamba tujaribu kuangalia ni kwa nini jambo hili limetokea kwenye maisha yako, lipo kusudi la Mungu kutoka kwake. Ukiangalia Wathesalonike wa kwanza 5:18 inasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Yesu Kristo. Kwa hiyo kila jambo ambalo linatokea katika maisha yako ni mapenzi ya Mungu. Kwa wewe unatakiwa tu kushukuru, lakini cha maana sana ni kutafuta makusudi ya Mungu kwenye kila jambo ambalo unakupata, liwe baya au liwe jambo zuri, lipo kusudi la Mungu. So hichi ni kitu ambacho nimekipata kwenye filamu hii hapa ya leo ya Question of Faith. Lakini jambo la pili ambalo nimejifunza hapa ni kwamba msamaha huleta uponyaji. Tunaona wote kwenye filamu hii kwamba Pastor David baada ya kujua yule aliyesababisha ajali ya mtoto wake na kumpelekea mauti, aliwachukia sana familia ya Mama Kate Fernandez na alikuwa na uchungu mkubwa sana. Ile kitu ilimla sana kiasi kwamba akashindwa kufanya huduma na akaacha kabisa na kufanya huduma, na akaona kama hana sababu ya kuendelea kufanya huduma kwa sababu ya uchungu aliokuwa nao. Lakini baadaye, baada ya kujua kwa nini aliruhusu ile kitu, Pastor David akawasamehe. Alipowasamehe, yeye mwenyewe akapata uponyaji ndani na ikamsababisha kurudi tena kanisani na kuanza kufanya huduma. Lakini pia msamaha huo umeleta uponyaji kwa binti Maria Fernandez ambaye amepata kifungo cha jela, lakini pia amepata neema ya wokovu kupitia jambo hili. So baada ya pastor kuasilia msamaha, yeye mwenyewe amepona, lakini pia ameleta uponyaji kwenye familia ya Mama Kate Fernandez. Kwa hiyo nimejifunza kwamba nguvu ya msamaha unaleta uponyaji kwa wewe ambao unatoa, lakini kwa yule ambaye anapokea msamaha, lakini kwa yule ambaye anapokea msamaha pia naye anapata uponyaji. So hii kitu pia inatokea sana kwenye maisha yetu. Tunakwazwa au tunasababishwa maumivu na watu wetu wa karibu au watu wetu katika mazingira yote yale.
So kikubwa hapa ni kuachilia msamaha, kwa sababu ukiachilia msamaha kwenye hayo mambo ambayo watu wanakukwaza, moja, utajiponya mwenyewe nafsi yako, lakini pia utaleta uponyaji kwa wale ambao unawasamehe. So nguvu ya msamaha ni nzuri sana. Kwa tumejifunza kupitia nguvu ya msamaha. Lakini pia tunaona hapa kwamba Pastor David anapotoa msamaha pia anapona yeye mwenyewe, lakini pia binti Maria anaokoka na adhabu ya kifungo pia na kupata neema ya wokovu. So hivi ni vitu vile ambavyo mnajifunza mimi katika filamu hii ya leo, na ninaamini viko vitu vingi ambavyo wewe umejifunza tu kwenye makala hii ya filamu. So tuandikie hapa chini kwenye comment ni vitu gani ambavyo umejifunza tu kwenye makala hii ya filamu, na sisi tutafurahi kusikia kutoka kwako. Lakini pia nikukumbushe, kama hujasubscribe kwenye ukurasa wetu wa YouTube cinegospel.tz, hakikisha unafanya hivyo. Lakini pia tufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram kwa jina hilo la cinegospel.tz, na ukifika hapa hakikisha una comment, una like na una share na wengine. Mimi naitwa Nani Akusefu, unapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina moja tu la Nani_316. Hii ni Cinegospel, mahali ambapo filamu zinakutana na imani. Asante kwa nami, tena wakati mwingine. Bye bye.